wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan asema utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ndio msingi wa maendeleo ya nchi. Na katika michezo, timu ya Singida Black Stars yafuzu kwa fainali ya kombe la shirikisho la CRDB baada ya kuifunga Simba Sports Club katika mchezo wa nusu fainali, ambapo sasa itakutana na Yanga kwenye fainali. Habari ya asubuhi mtazamaji wa Channel 10, karibu katika kipindi chetu cha asubuhi njema. Utakuwa nami Beatrice Eric ambaye nitakusomea taarifa ya habari, na baadaye nitapata nafasi ya kuangazia vichwa vya habari vilivyopewa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hapa studio kwa asubuhi ya leo. Karibu tuanze na taarifa ya habari. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amesema kuwa mafanikio yaliyopatikana nchini katika kipindi cha uongozi wa serikali ya awamu ya 6 yanatokana na utekelezwaji wa matakwa ya maendeleo na ustawi wa wananchi wa Tanzania kama yalivyoainishwa kwenye ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi CCM ya mwaka 2025. Mheshimiwa Dr. Samia amesema hayo mara baada ya kupokea tuzo maalum ya heshima aliyotunukiwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikiwa ni ishara ya kutambua uongozi wake mahiri uliolenga kuleta maendeleo jumuishi na ustawi wa taifa. Akielezea shukrani zake kufuatia kupokea tuzo hiyo, Rais Dr. Samia amesema kwake tuzo hiyo ni ishara ya kuthamini kazi ya pamoja kati ya mihimili ya dola, viongozi wa serikali na wananchi wote kwa ujumla waliotoa ushirikiano wa karibu katika kipindi cha uongozi wa awamu ya 6 na kuwezesha nchi kupata maendeleo. Amelipongeza Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa dhamira yake ya dhati ya kuisimamia serikali kupitia mijadala ya bajeti kwa kupitisha sheria muhimu pamoja na kutoa ushauri kwa serikali ambao umeongeza tija katika utendaji kazi katika ngazi zote. Mheshimiwa Spika, nimesikiliza kwa umakini maelezo yako kabla ya kunikabidhi rasmi tuzo hii. Pia nimefuatilia kwa umakini mkubwa simulizi documentary na ushuhuda wa waheshimiwa wabunge kuhusu mafanikio ya safari yetu ya miaka 4, tukisema mpaka sasa na miezi 2 ya awamu hii ya 6 ya uongozi wa taifa letu na uwajibikaji wa pamoja. Inafurahisha sana kuwasikia wawakilishi wa wananchi mkitoa mrejesho na kuthibitisha kwamba kweli ndani ya kipindi hicho kazi kubwa imefanyika. Ninawashukuru kwa kutambua kwenu kwa sio tu tumeyaendeleza mema yaliyokuwepo katika awamu zilizopita, bali pia tumeweza kuboresha mema yaliyopo na kuleta mema mapya kwa ajili ya ustawi wa wananchi na taifa letu. Nawashukuru sana kwa kutambua kazi njema iliyofanywa na serikali yenu. Awali, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson alieleza kuwa falsafa ya 4R, maridhiano, ustahimilivu, mageuzi na kujenga upya imekuwa dira ya msingi ya serikali ya awamu ya 6, ikionyesha mwelekeo thabiti wa kulijenga taifa lenye umoja, ustahimilivu na maendeleo jumuishi. Mkuu wa wilaya ya Tanga Dadi Kolimba ametoa siku 2 kwa afisa mazingira wa jiji hilo kutoa shehena ya taka iliyopo na kuhakikisha soko la Mlango wa Chuma linakuwa safi ili kudhibiti magonjwa ya mlipuko, hasa katika kipindi hiki cha mvua zinazoendelea kunyesha. Ifuatayo ni taarifa zaidi. Maelekezo hayo anayatoa mara baada ya kupokea malalamiko kuhusu mazingira machafu yaliyopo kwenye soko hilo kutokana na mlundikano wa taka kwenye maeneo hayo. Tutengeneza miundombinu ya soko ndio kitu kikubwa ambacho kinatakiwa kiwepo hapa. Niombe tu uongozi uliofika kwamba sisi kama tulivyopewa majukumu kwamba taka ngumu zile taka ziondoke, kwa hiyo mziondoke kwa wakati, ndio itakuwa vizuri zaidi. Changamoto za hapa za usafi ni kwamba kama unavyoona kwamba barabara 16 tumemwaga kifusi, yale maji kimesambazwa, lakini maji yanarudi huku. Na hapa mkuu wa wilaya ya Tanga akatoa maagizo ili kuhakikisha usafi unaimarishwa kwa kudhibiti magonjwa ya mlipuko kwa wauzaji na wanunuzi wa bidhaa katika soko hilo. Kwanza tuhakikishe ule uchafu ndani ya siku hizi 2 umeondolewa wote ambao tumeuona pale kwenye lile, lakini tushughulikie na ile na mitalo ile. Tuje na mkakati mzuri wa kuhakikisha mitalo yote inapitisha maji vizuri, kwa sababu tusipofanya hivyo maana yake tutasababisha kuwa na mlipuko wa magonjwa. Toa maelekezo
ya kuhakikisha kwamba taka zinaondoshwa kwa wakati, lakini pia mifereji inafanyiwa usafi. Agizo hilo tumelichukua na tutalitekeleza ili liweze kuleta tija katika jiji letu la Tanga. Sambamba na hilo, mkuu huyo wa wilaya pia amefika katika dampo la jiji lililopo eneo la Mpirani. Kutoka Tanga, Raya Kipingu, Channel 10. Na huko kisiwani Pemba, halmashauri ya wilaya ya Micheweni imezindua kampeni Imarisha Usafi yenye lengo la kuweka mazingira katika hali ya usafi, hali ambayo itawakinga na maradhi ya mlipuko. Zoezi hilo la usafi wa mazingira kwa halmashauri ya wilaya hiyo litakuwa endelevu, ambapo litakuwa linafanyika kila Jumamosi. Taarifa kutoka Pemba inafafanua zaidi. Akizindua kampeni hiyo katika shehia ya Mtemani, jimbo la Wingwi, mkurugenzi wa halmashauri hiyo Hamadi Hatibu Saleh amewataka wananchi kushiriki kampeni hiyo ili kutokomeza maradhi hayo, huku pia akisisitiza jamii kujenga vyoo na kuvitumia. Sasa tusiliruhusu jambo hili watu wengi wakaendelea kupata athari ya matumbo haya. Tukumbuke kwamba matumbo haya yanasababishwa na uchafu ambao umeenea katika mitaa yetu. Na huwezi kupata matumbo ya kuharisha kama hujala kinyesi, kwa mujibu wa taarifa za kitaalamu. Sasa vinyesi vinasambaa kwenye majaa yetu haya, watu watumie vyoo. Vyoo tunavyo, tutumie vyoo. Kwa wale ambao hawana vyoo, kutakuwa na mkakati maalum ambao tutahamasishana watu wajenge vyoo na kuvitumia. Mkakati huu utatusaidia sisi leo na kesho, kwenye kizazi kijacho tutakuwa tuko salama. Baadhi ya wananchi walioshiriki zoezi hilo, akiwemo afisa afya wa halmashauri ya wilaya hiyo, wamesema zoezi hilo litaleta ufanisi iwapo jamii itashirikiana kusafisha mazingira yanayowazunguka. Tupo kwa pamoja kuhakikisha kwamba jambo letu hili tunakwenda nalo vizuri ili kuwaweka salama wananchi wetu wa shehia ya Mtemani, Njuguni, Mapofu, lakini na shehia zote 25 ambazo zimezunguka ndani ya wilaya yetu hii ya wilaya ya Micheweni. Ni namna ya kuyatibu maji, kwa sababu pia tunaona kama maji ni chanzo kikubwa cha haya matatizo. Kwa hiyo ningependa mamlaka husika zinazohusika na haya masuala watoe water guard kwa jamii, ili jamii waweze kutibu maji yao kabla ya kunywa. Usafi ni kitu ambacho kinahitajika wakati wote kwa mwananchi wa kawaida na kiongozi na mtu yoyote aliyepo katika eneo lake husika. Tujitahidi usafi, tuache hofu. Tujitahidi usafi na tushirikiane na tutoe ushirikiano popote tutakapoitwa kuhusu swala la usafi. Sanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Katika juhudi za kukabiliana na vitendo vya ukatili wa kijinsia na kuimarisha usawa wa kijinsia katika jamii, Chuo cha Ufundi Stadi VETA kilichopo manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma kimezindua rasmi dawati la jinsia, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa serikali unaolenga kuendelea kuongeza madawati hayo hadi kufikia zaidi ya 600 kwa vyuo vikuu na vya kati Tanzania bara. Taarifa zaidi na Mwajabu Hoza. Uzinduzi wa dawati la jinsia katika Chuo cha Ufundi Stadi VETA kilichopo manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma. Katika kukabiliana na ukatili wa kijinsia, hadi sasa kuna jumla ya madawati 360 na lengo la serikali ni kufikia madawati zaidi ya 600 kwa Tanzania bara. Madawati haya ya jinsia katika vyuo vikuu na vya kati pamoja na vyuo vya ufundi ni utekelezaji wa mwongozo uliozinduliwa na Mheshimiwa Kassim Majaliwa, mbunge, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo alielekeza vyuo vyote nchini kuanzisha madawati haya ya jinsia kama sehemu ya juhudi ya kitaifa za kutokomeza ukatili wa kijinsia. Not just a matter of policy. Hii si tu kwa sababu ya masuala ya kisera, but us it's a moral obligation. Lakini kwetu sisi ni jukumu la kimaadili ambalo tunalizingatia. The gender desk will serve as a safe and accessible space. Na dawati la jinsia itakuwa ni mahali salama. Utekelezaji wa shughuli za madawati hayo mkoani Kigoma umekuwa ukifadhiliwa na shirika la Enabel kupitia mradi wa Wezesha Binti, ambapo serikali imeahidi kuendelea kushirikiana na wadau katika nyanja mbalimbali. Tunawapongeza sana kwa uamuzi huu mzuri, lakini pia kwa swala lenu la kuamua si kutoa mafunzo pamoja na setup ambayo mtaitoa ya vifaa. Sasa sisi kama serikali tutaunga mkono
kupitia mikopo ya 10% ambayo inatolewa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Katibu Tawala Mkoa wa Kigoma Hassan Rugwa anatoa wito kwa jamii kuhakikisha inashirikiana katika mapambano hayo ya ukatili wa kijinsia. Pili, kutoa elimu katika jamii kuhusu kuwalinda watoto dhidi ya ukatili wa mitandaoni, ikiwemo matumizi mabaya vifaa vya mawasiliano kama vile simu, kompyuta, runinga, ni vyema yakasimamiwa vizuri na wazazi walezi ili yasitumike vibaya na hatimaye kuweza kuathiri ustawi wa kizazi chetu. Mwajabu Hoza, Channel 10, Kigoma. Mataifa kutoka nje ya nchi yamepongeza uwekezaji wa nishati ya umeme unaotokana na joto ardhi ambao serikali inaufanya kupitia kampuni ya uendelezaji joto ardhi Tanzania TGDC, na kushauri wa Tanzania na mataifa mengine kujitokeza na kuwekeza kwenye nishati hiyo. Taarifa ya Rose Chapeo inafafanua zaidi. Yanafanyika maonyesho ya biashara jijini Mbeya ambayo yanashirikisha Watanzania na mataifa mbalimbali. Mkurugenzi Wizara ya Mambo ya Wanawake, Jamii, Maendeleo ya Biashara Ndogo na Kati kutoka nchini Zimbabwe, Mpinga Joseph, ametembelea maonyesho haya na kupongeza uwekezaji wa nishati ya umeme unaotokana na joto ardhi. I'm very glad to be at the stand which belongs to the TGDC. Yeah, I've seen quite a lot. You are doing wonders in Tanzania, and we wish if you could do the same in Zimbabwe. Zimbabwe is open. Ni uwekezaji mzuri sana kuliko uwekezaji mwingine sana. Kwa hiyo mimi ningependa niwaalike wawekezaji si wa nje, hasa wa ndani. Ile miradi ambayo wanaweza kuingiza pesa, waingize pesa kwa faida kubwa kwa nchi hii. Wananchi wanasema uwekezaji wa nishati jadidifu utasaidia upatikanaji wa uhakika wa nishati ya umeme. Serikali yetu iendelee kuwekeza katika vyanzo kama hivi ili kuendelea kupata umeme na shughuli nyingine kuendelea ili kukuza uchumi wetu. Nasema tupitie, tuchukue akili lingine kidogo. Mimi tumeingia hapa nikajua hii ni nini? Hii ni idara ya maji. Hata nikaambia hii sio idara ya maji. Baba mimi tunaona hapa, nikasema hii ni kisima na maji la kuchimba maji. Nikaelewesha vizuri, nikaelewa kumbe hii ni mambo ya umeme. Lingine anakupa chanzo namna kujisalisha mbegu nzuri, maji ya kuchemsha samaki, kuoshea mazao na kausha samaki. Lingine anakufundisha umpe ujue nini namna kuchimba kisima lako, watalii anakuja kuogelea. Ndio sisi wa Masai tunaitwa beach. Afisa mahusiano mwandamizi wa kampuni ya uendelezaji joto ardhi Tanzania TGDC Boaz Mazigo akaeleza umuhimu wa nishati hiyo. Tunapokuwa na umeme wa uhakika ni dhahiri kwamba tunakuwa na usalama wa nchi, kwa sababu vitu vingi vinategemea umeme ili viweze kufanikiwa na tuweze kuwa na uchumi ulio imara. Kutoka hapa katika viwanja hivi, mimi ni Rose Chapeo wa Channel 10. Jeshi la polisi limewahakikishia wananchi kuwa limejipanga katika kuimarisha ulinzi na usalama katika kuelekea uchaguzi mkuu, na kuonya kuwa jeshi hilo halitamvumilia yeyote atakayejaribu kuharibu amani iliyopo nchini. Mwandishi wetu Tadei Masawe anaripoti kutoka Moshi mkoani Kilimanjaro. Kamishna wa operesheni na mafunzo CP Awadhi Haji ametoa rai hiyo wakati akifunga mafunzo ya uongozi mdogo jeshini ngazi ya sajini kozi namba 2 2024-2025 yaliyofanyika kwenye uwanja wa shule ya polisi Tanzania iliyopo Moshi mkoani Kilimanjaro, na kuwataka wahitimu kwenda kuwatumikia jamii kwa uadilifu mkubwa. Ni matumaini yangu na jamii kwa ujumla kuwa mtakwenda kufanya kazi kwa weledi na uadilifu na kuzingatia huduma bora kwa jamii mtakayohudumia kwenye maeneo yenu ya kazi, hususani katika kipindi hiki tunachoelekea kwenye uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba 2025. Niwahakikisheni kwamba katika uchaguzi huu jeshi la polisi halitakuwa na muhali wa kuchukua hatua za kisheria kwa mtu au kikundi chochote cha watu kitakachoshiriki au kufanya vitendo vya uhalifu, vurugu au uvunjifu wa amani kwa lengo la kuvuruga uchaguzi. Mapema katika taarifa ya mafunzo hayo, kamanda wa shule ya polisi Tanzania SACP Ramadhani Mungi akaelezea jinsi mafunzo hayo ya nadharia na vitendo yalivyotekelezwa. Tumewapa mafunzo ya kina yaliyofanyika usiku na mchana, ambayo yalilenga kuwaongezea maarifa, ujuzi
na kuwajengea tabia na maadili mema ya askari wa polisi. Tuliwafundisha hayo katika masomo yafuatayo. Tumewafundisha kazi za polisi na utawala, police duties and administration. Tumewafundisha haki za binadamu. Tumewapa mafunzo ya uongozi, police leadership. Tumewapa mafunzo ya ujuzi wa mawasiliano na huduma bora kwa mteja, communication skills and customer care. Tumewapa mafunzo ya udhibiti na usimamizi wa usalama barabarani. Katika hatua nyingine, kamishina wa operesheni na mafunzo Awadhi Haji akaipongeza serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kulifanyia jeshi la polisi maboresho makubwa. Mafunzo yanayohitimishwa leo katika shule hii pamoja na vyuo vingine vya polisi ule Kidato na Zanzibar yasingeweza kufanyika kama si juhudi za serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kutenga fedha za uwezeshaji. Nikiripoti kutoka Moshi mkoani Kilimanjaro, Tadei Masawe wa Channel 10. Walimu wametakiwa kutumia taaluma yao katika kuleta mageuzi ya fikra ya kielimu katika jamii, kuwa mfano bora katika malezi, lakini pia kuwa mstari wa mbele katika kupinga vitendo vya ukatili kwa watoto. Hamisi Suleiman anaarifu zaidi. Wito huo umetolewa na afisa elimu wilaya Ubungo Vosa Mgina katika mahafali ya 17 ya taasisi ya elimu ya Ebonite ya jijini Dar es Salaam kwa wahitimu wa ngazi ya stashahada na astashahada ya elimu ya awali na elimu ya msingi. Wahitimu hawa wamepikwa hapa na wameiva tayari kwenda kuwa walimu. Wito wangu kwao ni kwenda kusimamia maelekezo yote yaliyotolea, kwenda kulea wanafunzi, kuwafundisha kwa mujibu wa maelekezo ambayo wamepata. Walimu hawa wakawe mabalozi kwa wazazi pamoja na wananchi. Serikali sasa kupitia Wizara ya Elimu imeanza kutoa ujuzi kwa wanafunzi wetu ili watakapomaliza kidato cha 4 na level zingine pamoja na elimu waliopata kwenye masomo mengine wawe na ujuzi ambao wanaweza kufanyia kazi. Mwenyekiti wa ushauri taasisi ya elimu ya Ebonite ambaye pia alikuwa afisa elimu mkoa wa Dar es Salaam Mwalimu Hamisi Lisu amewaasa walimu wao kuwa mfano wa kuigwa katika kuhakikisha wanafuata miongozo wa wizara hiyo katika kutoa elimu na kusimamia maadili ya kazi yao. Kama alivyosema mgeni rasmi, mnaohitimu leo hii, inawezekana sio wote mtakaoajiriwa, lakini wapo watakaoajiriwa, basi huko mkatuwakilishe vyema. Mtajisikia vibaya sana mtakaposikia mwalimu aliyemaliza Ebonite amefanya jambo la ajabu. Itakuwa ni aibu kwangu kama mwenyekiti, ni aibu kwa uongozi na taasisi ya Ebonite. Walimu wameanza kusoma vizuri na kozi inaendelea vizuri. Sifa za diploma ya elimu ya msingi na walimu wengi walio katika mafunzo kazini ni form 6 division 1 mpaka division 3 na walimu wa daraja 3A. Tunawakaribisha sana, chuo kinafanya kazi vizuri na kimebobea. Nashukuru Mungu kwa kuweza kufikia siku hii, kwa kuweza kuhitimu tangu tulipoanza mafunzo yetu. Pia tuna matarajio mengi sana kama sisi wahitimu wa walimu, hasa katika jamii yetu ambayo inatuzunguka. Tunatarajia kuwa kioo, mwanga na viongozi bora katika jamii ambayo inatuzunguka. Hayo yote ambayo tumejifunza, ambayo tumepewa na wakufunzi wetu, sasa ni jambo ambalo sasa tunaenda katika jamii kuelekeza yale ambayo tuliyopata ndio tuanze kuyatimiza kiukamilifu. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Katika kuhakikisha msimu wa utalii unaoanza hivi karibuni unakuwa katika hali ya amani, Jeshi la Polisi, kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Arusha limewakutanisha zaidi ya madereva 800 wanaobeba watalii kwa ajili ya kuwapatia mafunzo maalum ya kuwajengea uwezo pindi wanapotoa huduma hiyo ya usafiri. Akifungua mafunzo hayo mjini Arusha, kamanda wa polisi kikosi cha usalama barabarani nchini, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Sakap William Konda amesema lengo la mafunzo hayo ni kuwakumbusha madereva hao sheria na kanuni mbalimbali za usalama barabarani pamoja na kujadiliana changamoto wanazokumbana nazo barabarani
ili kuona namna bora ya kuzitatua. Amesema madereva wanaobeba watalii ni watu wa muhimu katika kuhakikisha usalama wa wageni hao, na kwamba usalama wao ni sifa ya kuitangaza vema Tanzania katika nchi wanakotoka watalii hao na dunia kwa ujumla, ambao wadau wengine wa sekta ya utalii nao walizungumzia mafunzo hayo. Mnapofanya kazi zenu, mjue nafasi yenu iliyokuwa kubwa kwenye nchi yetu, kwenye kuitangaza nchi yetu, kwenye kuwafanya wageni wetu waone usalama tuliokuwa nao hapa kwetu kwenye barabara zetu. Na swala hili la usalama linawafanya wao kuwa mabalozi kwa wengine na kuambiana uzuri wa usafiri unaotolewa pale Arusha tunapokwenda kwenye vivutio mbalimbali vya utalii vilivyomo Tanzania. Faida kubwa ambayo tumeiona kwenye haya mafunzo ni kwamba tumekumbushwa wajibu wetu wa kuzingatia sheria za usalama barabarani, lakini la pili tumekumbushwa kwamba tunapaswa kutii kanuni zote za barabara ambazo zimewekwa barabarani kama alama zinazoonyesha kwamba hapa unapaswa kupita na hapa upaswi kupita, lakini na kuzingatia mwendo ambao ni wa kawaida ambao hauwezi kusababisha ajali. Nimepata mafunzo mazuri sana kutoka kwa matrafiki wetu waliokuja kutufundisha hapa, hasa kwa kuendesha gari kwa kujihami. Usiendeshe gari kwa sifa, kushindana na magari. Sasa hivi magari yamekuja speed aina tofauti. Vijana wanapenda sana kukimbia na magari, lakini si vizuri, kwa sababu sasa tuendeshe kwa kujihami. Kujihami kunasaidia kujenga sifa ya nchi yetu. Kwa hiyo ukiendesha kwa utaratibu na mgeni atasikia yuko amani, kwa sababu kitoka kule ana stress zake, anataka kuja kutuliza stress zake hapa. Hasa ukija ukimpatisha stress nyingine, ndio unafika kwenye hoteli na kwambia badilishie dereva. Simhitaji dereva huyu, maana umeshafanya makosa tayari. Kwa hiyo tumejifunza kwamba tuendeshe kwa kufuata nini utaratibu wa barabara zinavyotuongoza na jinsi viongozi wetu wanavyotuongoza. Na sasa tuangazie habari za michezo na burudani. Klabu ya Simba imeaga rasmi michuano ya kombe la shirikisho la CRDB baada ya kuchapwa mabao 3-1 na Singida Black Stars katika mchezo wa nusu fainali ya pili uliopigwa jana kwenye uwanja wa Tanzanite kwa raha. Singida Black Stars walionyesha ubora mkubwa, ambapo Jonathan Soa alifungua akaunti ya mabao kabla ya Emmanuel Kayeke kufunga mabao mawili yaliyowapa uongozi vijana hao kutoka Singida. Simba walijaribu kurudi mchezoni kupitia bao la kufutia machozi lililofungwa na Jean Charles Ahwa kwa mpira wa adhabu, lakini hakuweza kufua dafu kwa Singida ambao wiki iliyopita walifungwa na Simba bao 1-0 katika uwanja wa KMC jijini Dar es Salaam, ikiwa ni mchezo wa ligi. Matokeo ya jana yanamaanisha kuwa Singida Black Stars watakabiliana na mabingwa watetezi wa michuano hiyo, Yanga ya Dar es Salaam, ambayo ilitangulia mapema baada ya kuwafungashia virago mafande wa JKT Tanzania. Definitely not the start we wanted. We started very slow, but it's normal after 6 days playing your third match. The final took a lot out of us, playing 10 men almost the entire second half, and the Singida match again on the artificial pitch took its toll, and then we never started well. But even though the second goal is what really destabilized the thinking of the players to keep thinking that we can still be in the match, and you know that mistake really deflated the players. But after that we stood up, we stood strong. But of course you don't want to concede a goal in the first 3 minutes of the second half, the free kick that could have been avoided. So I'm happy with the performance after the first 20 minutes, but you can't start a game like that and expect to qualify for the final. Ukiangalia kiwango ambalo mechi imepigishwa leo, nafikiri kila mtu anaridhika, kwa sababu class quality ya football ya Tanzania kenye muona leo. Mpe Kaisari yake. Naam, tumehitimisha taarifa ya habari kwa asubuhi ya leo. Tupate mapumziko mafupi, kisha tutarejea kuendelea na kipindi chetu cha Asubuhi Njema. Tafadhali baki nasi. Mimi ni Beatrice Eric.